Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734. Yote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. A'udhu bijalali wajhika al-karim min kulli shaytanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika kipindi chetu chenye anwani inayosema hifdhu sihati almawjuda wa raddu sihati almafquda, kwa maana kuihifadhi afya ulokuwa nayo, lakini kadhalika na kuirejesha afya iliyotoweka. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka darasa letu la jana tuliona mbegu za mti ambao unaitwa shajaratul kitani, na tukaona ni namna gani mbegu zake zinaweza kutumika kwa watu wenye amradul borostata, kwa maana kwa watu wenye matatizo ya tezi dume, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na leo tutakwenda kutazama mmea wa pili biidhnillah subhanahu wa ta'ala unaoitwa arqasus. Nyinyi mnaita alkasusi katika hali za namna hiyo. Insha Allah, Allah ajalie kila la kheri. Allahumma amin. Darsa letu la leo lenye anwani inayosema ilajul borostata bil a'shabi wan nabatati tibia, kwa maana matibabu ya tezi dume kwa kutumia mimea pamoja na majani yaliyothibitishwa katika sala zima la kitibi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo? Mashekh zetu walitueleza wakasema, inna tadahuma alborostata huwa juz'un min at-taghayyurat allati tahduthu liljismi natijata litaqaddumi sinni. Walisema mashekh zetu, hakika ya kuvimba kwa prostate au tezi dume, huwa juz'un, hiyo ni sehemu ambayo inayojitokeza minat taghayyurat,
kutokana na mabadiliko allati tahduthu liljismi, ambayo mabadiliko hayo yanatokea katika mwili wa mwanadamu, natijatan litaqaddumi sinni, ikiwa hilo linalotokea ni kwa sababu ya mtu kuwa na umri mkubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani mwanamume jinsi ambavyo anavyozidi kuwa na umri mkubwa ndivyo anayasogelea maradhi ya tadahumul borostata, kuvimba kwa tezi dume katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa hapo? Wayantaju rijalu hormon adhukura testosterone, na miili ya wanamume namna ilivyo inazalisha aina ya homoni ya kiume inayoitwa testosterone. Tunakwenda sawa? Miili ya wanamume huwa inazalisha aina ya homoni inayoitwa testosterone, na hasa inazalishwa katika husia, kwa maana katika korodani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Kama yantaju aidha kamiyatan qalilatan min alhormon alunthawiyya, kama jinsi ambavyo miili ya wanamume inazalisha kiwango kidogo cha homoni ya kike ambayo inaitwa al-ostrogena katika hali ya aina moja au nyingine katika mazingira kama haya. Kwa maana mwili wa mwanamume unazalisha homoni ya kiume testosterone, lakini unazalisha homoni ya kike al-ostrogena kwa kiwango kidogo, ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hatari inakuja hapa, lakini sasa inda taqaddumi fi sin, pindi ambapo huyu mwanamume anapokuwa mkubwa, tankhafidhu mustawa testosterone fi dami, huwa unashuka au inashuka uzalishaji au kiwango cha homoni inayoitwa testosterone katika damu ya mwanamume. Basi jinsi umri unavyozidi kuwa mkubwa, basi na uzalishaji wa testosterone ambayo inatonea katika damu pia unashuka na kuwa chini katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa hapo? Tunataka tuone namna gani unaweza kuitibu prostate kwa kutumia arqasus biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri hapo tunakwenda sawa Haya, kwa maana kwa wakati inaposhuka kiwango cha mustawa wa testosterone fi dam, wa natijata lidhalika, na kwa sababu hiyo sasa husababisha hali ifuatayo: yartafi'u mustawa al-ostrogena fil ghudda. Kwa kuwa testosterone inapungua, basi inateki nafasi homoni inaitwa al-ostrogena, kwa maana homoni ya kike katika hali za namna hiyo. Al-ostrogena ndio homoni ambao ukimwona mwanamama anatoka matiti, ndio homoni hiyo inafanya kazi. Manake matiti yanakuwa makubwa, ndio utamuona mwanamama kifuani kwake ni tofauti na namna ilivyo kifuani kwa mwanamume. Wewe una vialama tu, kwa sababu al-ostrogena kwako ni ndogo sana, ndio maana kuna vialama vya matiti. Lakini mwanamke al-ostrogena ni nyingi zaidi, ndio maana analo titi lenyewe. Tunakwenda sawa? Maana yake al-ostrogena ikiwa nyingi sasa katika husia, unatarajia kunatokea nini? Pata vimba pale, maana yake patatengeneza majambo, kama unavyoona titi linavyotengenezwa katika kifua cha mwanamama kwa sababu ya al-ostrogena. Sasa al-ostrogena inateki nafasi, unatarajia kunatokea nini? Tezi inavimba sasa katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Nafikiri unaanza kuelewa sasa. Kwa hali ya namna hiyo, kwa kuwa mustawa al-ostrogena umekuwa juu fil ghudda, katika tezi yenyewe ile, basi inabidi tezi ifanyeje sasa? Itanuke katika hali ya namna hiyo, mimma yuaddi ila ziyadati numui al-khalaya, jambo ambalo linapelekea ile tishu yenyewe inapatikana katika nini? Katika tezi dume inatanuka sasa, inavimba sasa katika hali ya namna hiyo, kwa uwepo wa al-ostrogena kwa kiwango kikubwa.
wakati testosterone inakuwa wa kiwango kidogo. Hapo sasa tezi inavimba katika hali za namna hiyo biidhnillah. Lakini wa huduthu tadahumi, lakini kadhalika na hapo sasa ndo pataanza kuonekana kuvimba kwa tezi yenyewe katika mazingira kama haya. Tunakwenda sawa hapo? Tunaelewana vizuri? Ili mambo yaweze kwenda katika hali ya namna moja au nyingine. Hii ni aina ya kwanza. Wa thimmatu nadharia, lakini na hapo kuna nadharia nyingine ukhra, yani kuna nadharia nyingine tartabitu baina tazayudi mustawa testosterone. Anasema na hapa kuna mtazamo wa pili, mashekh zetu wametuambia. Mtazamo wa pili ni nini? Ni baina ya kuzidi kitu kinachoitwa dihydrotestosterone. Hii dihydrotestosterone maana yake ni nini? Ni aina ya hormone ambayo huwa inabadilishwa katika mwili wa mwanadamu, hasa mwanaume, kutoka kuwa testosterone inakuwa dihydrotestosterone. Kwa sababu gani? Ili mtengeneze mwanaume aote ndevu, ili mtengeneze mwanaume sauti iwe nene, imtengeneze mwanaume awe jasiri. Ndio hiyo dihydrotestosterone, na hii huwa inabadilishwa katika mwili wa mwanamume kwa 10% tu katika hali za namna hiyo. Sasa inawezekana mwanamume wakati umri unazidi kuwa mkubwa, basi ile dihydrotestosterone kwa maana DHT hii inaweza kuzalishwa katika mwili wake. Wa hiya madatun mushtaqatun min at-testosterone fil borostata wa tadahumul khalaya. Naona kazi nayo ni mada, ni aina fulani ya hormone ambayo inatokana na testosterone katika prostate, kwa maana katika tezi dume. Kwa hali hiyo itapelekea tezi inafanyaje? Inavimba. Sasa kwa hali hiyo, wayusabbibu mushkilati adidatan lirijal, hapa itakwenda kusababisha matatizo ya aina mbalimbali kwa wanamume katika hali ya aina moja au nyingine, kwa maana al-ostrogena imeteki nafasi. Sasa ile testosterone inabadili mfumo wake, inakuwa dihydrotestosterone. Kwa hali ya namna hiyo sasa inasababisha mushkilatin adidatin lirijal, matatizo mengi sana kwa wanamume. Mfano ihtibasul bauli, yani maana yake ni mkojo kuziba, yani unakuwa mkojo hautoki. Wadhaghtu almathanna, na hii ni kwa sababu ya kugandamiza katika kibofu cha mkojo na kugandamiza mrija wa kutokea mkojo. Yani tezi inavimba sasa, kwa hiyo inagandamiza kibofu chenyewe na inagandamiza nini? Mrija wa kutokea mkojo. Kwa sababu gani? Dihydrotestosterone imeteki nafasi, sasa tezi inavimba, inagandamiza kibofu cha mkojo, inagandamiza na mrija wa kutokea mkojo katika hali ya namna hiyo. Lengo la msingi tuone nini ufanye ili unusurike na mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Mimma yusabbibu, jambo ambalo lina uwezo wa kusababisha nini? Iltihabati fi majra al-bawl, infection katika njia za mkojo katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini kadhalika wa huduthi dhiqin bihi, na kutengeneza kuziba au kuwa dhaifu sana njia ile ya kutokea mkojo katika hali ya namna hiyo. وقد يصل إلى إغلاق تام لمجرى البول كما يحدث ضررا للمثانة أو للكليتين. Lakini kadhalika kuna wakati inaweza ikajitokeza kuziba kikamilifu, kuziba kabisa bila kubaki hata kidogo katika njia za mkojo, tena limajra albauli, katika njia za mkojo, kama yahduthu dararan, kama jinsi ambapo inaweza yakatokea madhara lilmathana, katika sehemu ya kibofu cha mkojo, sawa sawa, au lilkuliyataini, au katika figo za huyu mwanadamu. Tunakwenda sawa? Maana yake ni kwamba kama kutakuwa na dhaghat, mgandamizo mkubwa sana
utapelekea mrija unaotokea mkojo kuziba kwa ukamilifu wake. Hapo ndo mtu atakuwa apati mkojo na maumivu makali na mfano wa haya. Tunaomba Allah atunusuru, au kusikia figo zinauma na mfano wa hayo, na hii inaweza kupelekea shalalul kulli, kufeli kabisa kwa figo zenyewe katika hali za namna hiyo. Allah atulinde na atunusuru. Kwa hali ya namna hii mashekhe zetu wakatuambia hivi, innal ilaja bil a'shabi lahu dawrun barizun fi ilaji hadhihi alhalat, مثل عرقسوس والذي يمنع تحول testosterone ila dihydrotestosterone. Mashekhe zetu walituambia hivi, kwa hali ya namna hiyo, hakika ya matibabu kwa kutumia majani na mimea, lahu daurun barizun, kuna mzunguko bora tena uliodhahiri kabisa, fi ilaji hadhihi alhalat, katika kutibu hali hizi za maradhi ya tezi dume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mathal, mfano kuna mtu unaitwa al-arqasus, nyinyi mnaita al-kasus, nyinyi mnaita al-kasus mujarabu, unaona kazi, unaitwa al-arqasus, sawa. Walladhi, ni mti ambao yamnau, unaozuia tahawula, kubadilika kwa testosterone ila dihydrotestosterone, unazuia kubadili testosterone kwenda kuwa dihydro, yani DHT, katika hali za namna hiyo, inazuia hiyo hali isiwe katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo al-arqasus kama itazuia katika hali ya namna hiyo, maana yake itazuia kuvimba kwa tezi na kuiweka ikae katika mustawa na kiwango chake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo? Tunaelewana vizuri? Haya, sasa wakasema nini mashekhe zetu? Mashekhe zetu wakasema tathanul arqasus, kwanza utaisaga vizuri kabisa alqasusi hiyo, sawa, maana ni mti kama jinsi unavyouona, lakini utausaga vizuri kabisa mti huu alqasus. Thumma ta'khudhu mil'aqata, kisha utachukua kijiko cha ile alqasus, sawa, watudau fi kubin, alafu itawekwa katika kikombe. Yanachukua kijiko cha alqasus alafu unaweka katika kikombe, tena wayudhafu laha ma'un fi darajatil ghilyan, alafu itawekwa ndani yake maji ambayo yalochemka sana, sawa. Wayughatta alkubu ila an yabruda, na itafunikwa ile glasi ili ule mvuke usifanyaje, usitoke, lakini utaachwa hivyo kwa muda mrefu mpaka ipoe katika hali ya namna hiyo. Usitoke ule mvuke, kwa sababu ule mvuke ndio yenye majambo yenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kupoa, wayuhla biasalin nahli, itawekwa ndani yake asali sasa, ma'a istiqdami mil'aqatin saghiratin min zaiti alqar'i, pamoja na kuchukuliwa kijiko kidogo cha mafuta ya mbegu za boga biidhnillah subhanahu wa ta'ala, inachanganywa mule, alafu mtu anatumia kwa kunywa takriban katika muda usiopungua masiku 30, kwa maana mwezi mmoja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mujarabu sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunafundisha haya ili ukiweza kufanya mwenyewe, fanya wewe mwenyewe, wa ila kama utataka ile ambayo tayari sisi tumeiandaa kwa mjumuiko wa ile mimea yote 45, tumeijumuisha kwa pamoja, ni dawa madhubuti mno kwa ajili ya kumaliza mushkili wa tezi dume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kheri itakwenda kupatikana kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme, ya Rab, Mola wetu, ikiwa haya tunayoyafanya ya Rabbi tunapata thawabu, Mola wetu tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya,
kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Na mwisho kabisa niseme kitabu tunachosoma ni hiki hapa kinachoitwa At-Tibbul Badil wa Mu'jizatul Istishfa, kilichoandikwa na bwana mkubwa Majida Muhammadu Shahawa, lakini kikiwa na Dr. Mahmud Hassan Ad-Dimairi. Huyu bwana ni khabirul a'shab, ni mtaalamu anayekaa katika maabara maalum akitafiti mimea pamoja na majani ya aina mbalimbali katika maradhi ya aina mbalimbali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo twende kwa pamoja tukafanye utaratibu huu, tutumie dawa hizi, alafu tutasema alhamdulillahi rabbil alamin. Hata kama tezi yako tayari imeshaanza kutengeneza kansa, basi inshallah fanya haraka, matibabu yapo na utarejea katika hali bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734. Nyote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم.